Ladies and gentlemen, popote mlipo ninawasalimu, hamjambo. Karibu ili niweze kuwapasha yale ambayo yametendeka. Mnamo siku ya Jumatatu tarehe 10 mwezi wa Machi mwaka 2025, Rais Ruto alianza ziara yake katika kaunti ya Nairobi. Bwana Ruto amekuwa akitembea kote nchini. Na sasa ilikuwa ni zamu ya Nairobi na inaonekana kwamba anatembelea maeneo ambayo ni ngome zake Mheshimiwa Raila Odinga. So ladies and gentlemen, kabla tujasonga mbele, mambo mengi yaliweza kutendeka kwenye hiyo ziara yake Rais William Ruto. Kwa hivyo tutakuwa tunachambua yale ambayo yaliweza kutokea kwenye hii ziara ya Rais Ruto katika kaunti ya Nairobi. Lakini kwanza kabisa kuna mambo ambayo media haiwezi kukuonyesha kuhusiana na rally yake Rais Ruto upande wa Nairobi. So Ruto was heckled by some youths. Kamkunji alikuwa anazungumza na wananchi wanamkataa. Lakini mambo kama hayo media zimeweza kununuliwa, hauwezi ukaonyeshwa mambo kama hayo. Januari 2027 kuja kufungua wakati itakuwa inakamilika rasmi. Kutoka hapo nina imani kwamba mmekwisha ona picha zikisambazwa kwenye mitandao ya kijamii kwamba Rais Ruto alikaribishwa kwa shangwe na nderemo kaunti ya Nairobi. Hatujakataa. Lakini je, umejaribu kuuliza kutoka ground waambiwe ni kipi ambacho kilikuwa kinatendeka? Angalia ikanda kutoka ground. Uniambie hizo picha ambazo umekuwa ukiona online, watu wengi, wengine wamepandana kutoka juu, wengine wamelaliana. Ndizo hizo? Kwenye kanda hii tunataka tuweze kuchambua kwa undani, muweze kuelewa kila ambacho Rais Ruto alikuwa nakifanya katika kaunti ya Nairobi. Number one, mimi ninaona kwamba kampeni zimeanza. Kwa sababu gani? Ile ziara ambayo Rais Ruto alikuwa anafanya upande wa Kamkunji Nairobi Eastleigh, si kuona kama ilikuwa ni ziara ya kazi. Ilikuwa ni ziara ya kujaribu kuonja maji na kutest. Je, wafuasi wa Raila Odinga upande wa Kamkunji, mahala ambapo wamekuwa wakiandaa maandamano 2023, je, wamekubali muungano wa William Ruto na Raila Odinga? Niliweza kuona mpaka wabunge wakimwambia William Ruto kwamba tutakuongeza miaka mingine 5. Je, Bwana Ruto ameweza kufanya kipi ambacho kitaweza kufanya wananchi wamuongeze kitu ambacho kinaitwa muhula mwingine? Je, huduma ya afya inafanya kazi ya SHA? Je, masomo ya elimu yameweza kukua sawa jinsi ambavyo aliweza kuahidi? Swali lingine, je, Rais Ruto ameweza kupeana ajira kuelekea kwa Wakenya jinsi ambavyo aliweza kuahidi kipindi cha kampeni kwamba ataunda ajira, hataweza kuwatoa wananchi katika taifa letu la Kenya kuwapeleka katika rubaa za kimataifa kuenda kufanya pale? Hajaweza kufanya. Je, hile abductions ambazo tumekuwa tukiona ndani ya hii serikali zimeweza kuisha? Na kama zimeweza kuisha, mbona aliweza kuzileta ili hali kipindi cha kampeni aliweza kuzikataa?
kwamba serikali yake haitaweza kutumia maafisa wa polisi kuwanyamazisha wale ambao wanapingana na yeye. Mnanielewa wapenzi watazamaji? So it seems that chama cha ODM sasa wameungana na Bwana Ruto. Kile chama cha ODM ambacho kilikuwa kinasema kwamba Bwana Ruto hajaweza kufanya kazi, Bwana Ruto si mtu mzuri, sasa hivi wanaimba hiyo injili. Kwani Bwana Ruto aliweza kubadilika usiku? Mfano kama vile anaitwa DJ Kajwang ama ni nani yule? Kuna mbunge kutoka kaunti ya Nairobi, chama cha ODM, alikuwa anasema kwamba utamu wa Nairobi ni kuja kupigia William Ruto kura mwaka 2027. Asante sana na karibu Nairobi. Vijana wewe! Vijana timu! Vijana ra! ODM! ODM! Una! Sasa hiyo inaonekana zimekamatana, zimefanya nini? Zimefanya nini? Na hiyo ndio utamu ya Nairobi, si ndio hiyo? Bwana Ruto, wewe endelea vile unaendelea, na sisi tutapiga kura ile hujaona, si ndio hiyo? ODM na UDA yote. Another issue ambayo niliweza kuona kutoka kwa ziara ya Rais Ruto katika kaunti ya Nairobi, Bwana Ruto aliweza kurudia kusafisha mto Nairobi. You know, hii ni mara ya ngapi anazindua huo mradi wa kusafisha mto wa Nairobi? Number 1, 2, 3, 4, 5. Hii ni mara ya 5 tangia Bwana Ruto alipoweza kuingia mamlakani. Anazindua na kuongelea kwamba anataka kuanza mradi wa kusafisha mto Nairobi, aondoe sewage yote. Sasa kama aliweza kuzindua 2022, akazindua 2023, akazindua 2024, haijaweza kufanyika, ajagani tena aende 2025 Nairobi River kwenda kuzindua tena? Lengo la Rais Ruto ni kuenda kurudia kufungua mradi ili mradi aweze kujipigia kampeni, kama mjaweza kugundua William Ruto vizuri. Kwa sababu angalia hapa wapenzi watazamaji, najua ninaomba niweze kuzungumza kitu kile ambacho mnakielewa. Mnanielewa wapenzi watazamaji? Ninaomba nisungumze kitu kile ambacho mnakielewa na muwe na evidence. Number 1, 2024 September date 12, KTN iliweza kuripoti kwamba President William Ruto has once again embarked on a mission to restore the Nairobi River, launching the latest phase of the river's regeneration project in Korogosho. Unaona hapo? Ruto launches yet another attempt to clean up Nairobi River. Mmeweza kuona wapenzi watazamaji? Tena Oktoba, mwezi wa Oktoba tarehe 13, 2024, the same year 2024, President Ruto also relaunched the Nairobi River regeneration. Jinsi ambavyo unaona hapo, tulianzia September, tumeenda Oktoba. Tena Ruto akasema kwamba we have rolled out a program that has now employed 10,000 Kenyans. I want to promise you that in 2 years, Nairobi River will be different from what we know today. Angesubiri vile alikuwa amezindua ifanye kazi. Akaja Januari 2025, Ruto akasema hivi, we will transform Nairobi River to be a place where young people can earn a living. We have 20,000 young people under climate works, and this year we will hire additional 20,000 so that we ensure Nairobi is clean. Na nielewa, hiyo ni tarehe 13 Januari
2025. Tarehe 10 mwezi wa Machi mwaka 2025, Rais Ruto akasema, I want to assure you that in under 2 years we will transform Nairobi River into recreation place. Number 3, Ruto announces launch of Nairobi River regeneration project, say it will include 60 km sewerage line and 30,000 youth jobs. 2025 sumeweza kuona hapo March hii leo ameweza kusema kwamba ameweza kuzindua tena, anataka kuweza kufagia mto Nairobi. Tena amesema kwamba anataka kuweza kuajiri watu waweze kufanya kazi upande wa mto Nairobi. Je, swali langu ambalo nauliza, William Ruto atazindua mara ngapi mradi moja? 2024 amezindua, 2025 tena. I can see President Ruto is wasting a lot of time. Kwa sababu kama ni mtu ambaye anajali wananchi, angezindua za zile alizindua mara moja, aachie wanakandarasi wafanye kazi, yeye arudi kwa afisi aketi afanye kazi. Lakini kutokana na jinsi ambavyo wananchi wanamuimbia bwana Ruto kwamba atakuwa one term president, Ruto hicho kitu akiwezi kikampea amani aweze kuketi kwa afisi. Lazima aweze kutoka kwa afisi aende kampeni. Unanielewa wapenzi watazamaji? Hiyo ndio observation number 2 ambao nimeweza kuona kwamba President Ruto relaunched Nairobi River in his tour in Nairobi, Kamkunji, Eastleigh. Number 3, kitu ambacho niliweza kukiona kutoka kwa hiyo ziara ya Rais Ruto upande wa Nairobi, weird. The crowd was mobilized by Kenyans money. So hata hiyo kanda ambayo nimekuonyesha William Ruto akijaribu kuwaita wananchi wakuje closer, uliona wananchi wakibeba bendera. So kama wananchi hawakupewa shilingi 300 waweze kufika kwenye mkutano wa bwana Ruto, wangetoa wapi hizo bendera? Sometimes let us ask ourselves some questions. Ruto akuje mahala ambapo ulipo, I think utatoka uende kumuona. Lakini akuje apate kwamba mnamsubiri mkiwa na bendera ya Kenya, mkiwa na bendera ambayo imeweza kuchorwa William Ruto, kumaanisha kwamba wale ambao wamebeba bendera walikuwa wamekwisha pewa tokens. Wale ambao waliweza kuhudhuria mikutano ya President Ruto waliweza kupewa pesa ndiposa waweze kufika kwenye ile mikutano. Na hii ama hili jambo la wananchi kununuliwa kufika kwenye mikutano ya wanasiasa ndilo jambo ambalo limeweza kurudisha nyuma maendeleo katika taifa letu la Kenya, because William Ruto hajaja Nairobi kuzindua miradi. Alienda kuona affordable houses, akaenda kuona miradi Uhuru Kenyatta aliweza kufungua kitambo, housing project, akaenda kufungua sijui ni Kamkunji grounds ya kucheza mpira, akaenda akapita sijui ni dish na county kukula mchele, akaenda akasafu watoto lunch. Unanielewa wapenzi watazamaji? Hakukuja Nairobi kufanya kazi, bali alikuja kampeni. Na ukitaka kuamini kwamba wananchi walikuwa mobilized, have sampled some photos. Picha kama hiyo wapenzi watazamaji, unaona wananchi wamebeba bendera ya Kenya. Wengine wamebeba bendera ambayo imeweza kuchorwa picha ya President Ruto.
Can you ask yourself some questions? Hawa wananchi waliweza kupata hii bendera saa ngapi? Waliweza kupata hii bendera ambayo iko na Rais Ruto saa ngapi? Kama hawakuweza kupewa pesa ndiposa waweze kufika kwenye mikutano kama hii. Automatically walikuwa mobilized. Na President Ruto anataka kumobilize wananchi waweze kupiga picha. Wakishapiga picha watume message online kwamba mtaendelea kuimba, bado Ruto anapendwa. You know, politics is a game of perception. Nitawafunza lini mpaka hii? Nitawafunza hili mpaka lini? Politics is a game of perception. Yani siasa ni mchezo wa kueneza propaganda. Kivipi? Mwanasiasa anakuja apige picha, aweke online asema anapendwa. Mfano kama vile William Ruto. He want to send a perception to Kenyans that he is being loved by Kenyans. Mnanielewa wapenzi watazamaji? But kitu ambacho hatujui ni kuwa hizi pesa ambazo wanasiasa wanatupea wanatuona kama wajinga sana. Kwa sababu gani? Kwa sababu gani wapenzi watazamaji? Mwanasiasa atakuja atupe 200, tukuja apige picha, atume online aseme kwamba anapendwa. Aende miezi 5 bila kuja kufungua miradi. Tena baadaye akuja tupe 500 tufike kwenye mkutano wake. Akina nani ndio tunaumia? Ni sisi wananchi. So endapo tutakataa kuweza kulipwa ndiposa tuweza kufika kwenye mikutano, bila shaka Kenya itasonga mbele. Wanasiasa watakuwa wanakita kambi kuweza kuwafanyia wananchi maendeleo. Sijui wazo lako ni lipi, ila tumeanza kampeni mapema sana. Tumeanza kampeni mapema sana. See you in the next video. Kuna kitu kingine ambacho niliweza kugundua. President Ruto alikuwa amevalia vest ambayo ni bulletproof. Vest ile ya bulletproof. Ndio maana uliweza kuona kifua chake kimeweza kunona kuliko miguu. See you in the next video. God bless you. Asanteni sana.